Je, Mkenya mwenzangu, ushawahi kusikia msemo wa Kiingereza usemao no good deed goes unpunished? Tafsiri yake kwa Kiswahili kimaanisha kuwa hakuna tendo zuri lisiloadhibiwa. Sasa kwa majina naitwa Karanja wa Karari Lawrence, na ninakuuliza juu ya msemo huu kwa sababu yamenifanyikia mimi, kwa kuwa mimi ni mwandishi wa vitabu, na mojawapo wa vitabu ambavyo nimeandika ni hichi nilichokiita The Coat of Many Colors was to Joseph what color of skin was to Mandela. Na katika kitabu hichi, neema yake Yesu Kristo imeniwezesha kufananisha kwa upande mmoja yale mateso na kudhalilishwa Nelson Mandela. Katika kitabu hichi, neema yake Yesu Kristo imeniwezesha kufananisha kwa upande mmoja yale mateso na kudhalilishwa Waafrika kama Nelson Mandela walipitia wakati wa utawala dhalimu wa ubaguzi wa rangi huko Afrika Kusini, na pia wale Waafrika waliotekwa nyara nyakati za biashara katili ya utumwa, na haya yote kwa sababu ya rangi ya ngozi yao, na yale mateso na masaibu yaliyomfika Yusufu wa Biblia kwa sababu ya lile koti lake la rangi tofauti tofauti aliloshonewa na baba yake Yakobo, kwa sababu kama vile Yusufu alivyohangaishwa na kuchukiwa na nduguze kwa sababu ya koti hilo hadi akauzwa kwa utumwa huko Misri, ndivyo hivyo Waafrika pia walichukiwa na kuhangaishwa na Waarabu na makaburu wa kizungu kwa sababu ya rangi ya ngozi yao, kiasi kwamba walitekwa nyara na kufanywa watumwa na wao. Na pia jambo lingine la kushangaza ambalo Yesu Kristo ameniwezesha kuandika katika kitabu hichi ni kuwa kama vile nduguze Yusufu walimdanganya baba yao Yakobo kwamba Yusufu ameliwa na wanyama wa pori, hii inafanana kwa karibu na vile wabeberu wa kizungu waliokuwa wakidai walipokuwa wakiwafanya Waafrika watumwa wao, kwani walikuwa wakidai kuwa Waafrika sio wanadamu bali ni tumbili au wanyama wa pori. Kwa hivyo kupitia kwa kitabu hichi changu ambacho nimekisajili katika Kenya Copyright Board, naamini kuwa Yesu Kristo ametuonyesha kwamba Mungu wa Biblia amegeuza kimiujiza historia ya Mwafrika kufanywa mtumwa na kubaguliwa kwa sababu ya rangi ya ngozi yake, na kuifananisha na hadithi ya Yusufu kuuzwa kwa utumwa katika Biblia na nduguze kwa sababu ya koti lake la rangi nyingi tofauti tofauti. Na si hii inafanana kwa karibu na vile Mungu alivyogeuza fimbo ya Musa, alivyogeuza kimiujiza fimbo ya Musa mbele ya wana wa Israeli wote, ili kuwajulisha kuwa yeye Mungu wa mababu zao Abrahamu, Isaka na Yakobo alikuwa ameyaona mateso yao wakiwa watumwa huko Misri. Lakini sasa tangu niandike na kusajili kitabu hichi mwaka wa 2014, mwaka uliofuatia wa 2015, kiateka mmoja katika jumba jirani huku nakoishi Kasarani alianzisha uvumi kuwa mimi ni mhalifu, na hata kakimbia polisi ya Kasarani na kuambia hivi. Na hii ilikuwa wakati nyumba 10 ilikuwa tu imeanzishwa na serikali. Na mimi nilipogundua hayo, nilichukua hatua ya kumshtaki kwa chifu wa Kasarani wa wakati huo ya kuwa yeye alikuwa ananiharibia jina, lakini alipoitwa alikanusha hilo. Na mimi kwa sababu nilikuwa na uhakika na jambo hilo, nilimuomba bwana chief aanzishe uchunguzi mara moja kuhusu jambo hilo. Na ninashuku kiatoka huyu alianzisha uvumi huu kwa sababu alikuwa akitaka kuficha mambo yake ambayo yeye alikuwa akifanya kichini chini. Kwani kila wakati alipokuwa akienda nyumbani kwa likizo ya Krismasi, kwa mfano Disemba 2015 tarehe 24, usiku uliofuatia wa 25, wezi walikuja na kujaribu kuvunja yale maduka ambaye yeye alikuwa akilinda katika jumba hilo usiku. Na jambo hilo lilijirudia mwaka huo mwingine wa 2016 tarehe 12 Disemba, alipoenda nyumbani tena, wezi walikuja na kuvunja maduka na baa moja inayoitwa Uncle Jim's Bar katika jumba hilo ambalo liko directly opposite Morokinjo Hardware Kasarani. Na pia mwenye nyumba ambaye alikuwa amemwajiri kabla yeye hajakuja kufanya kazi hapa Kasarani, yani katika jumba liitwalo Joyland Flats huko Hunters karibu na Mwiki, alisema anajua vizuri mambo ya huyu kiateka,
Na la kushangaza ni kuwa uvunjaji wa maduka katika jumba hilo la caretaker huyu ulikoma wakati watchman mwingine aliandikwa kazi, na huyu caretaker kuondolewa kwa kazi ya usiku na kuachiwa kazi ya mchana pekee. Lakini sasa tangu 2015 polisi wa Kasarani wamekuwa wakinifuata kila mahali niendapo, hiyo ni supermarket yoyote Kasarani, soko za mboga na matunda huko Githurai 45 au Muthurwa town, na hata pia kwa mazishi au mikutano yoyote na relatives wetu, wakiambia kila mtu kuwa mimi ni mhalifu. Na kwa sababu hiyo mimi nilichukua hatua ya kuwaandikia majirani wangu wote hapa Kasarani barua nikiwaeleza kuhusu uvumi huu. Na pia hivi majuzi niliwashtaki polisi hao wa Kasarani kwa IPOA, na hata niko na barua ya kudhibitisha hayo. Na pia nimekuwa nikifahamisha vyombo vya habari kupitia kwa mitandao ya kijamii, na pia Waafrika wote ambao wana interest na ujumbe huu wa vitabu vyangu, na kueleza kuhusu hii harassment ambayo polisi wa Kasarani wamekuwa wakinipitishia. Si hayo tu, hiyo harassment pia imenifanya mimi kuingilia mambo ya kusukuma kuwe na mabadiliko katika idara ya polisi, yaani wakati kutakapokuwa na kura ya maoni ya kubadilisha katiba. Kwa kuwa kama mimi ambaye Mungu amenipa ujumbe mzito kiasi hiki ya yeye Mungu wa Israeli kuona yale mateso wa Afrika wamepitishiwa kwa sababu ya rangi ya ngozi yao, kama vile alivyoona mateso ya wana wa Israeli huko Misri walipokuwa watumwa, ninahangaishwa na polisi. Je, Mkenya wa kawaida ambaye asijulikana atafanywa nini? Na mimi nitamalizia kwa kuuliza swali hili: kama kweli ningekuwa mhalifu au ningekuwa na tamaa ya pesa za haraka, ni nini kilicho rahisi? Ni kuchukua ujumbe wa kitabu hichi na vingine ambavyo Mungu ameniwezesha kuandika na kujiunga na wahubiri matapeli ambao hujifanya manabii na kuanza kuwaitisha Wakenya sadaka ya 310 na 210, au ni kuwa mhalifu? Kwani kati ya wahalifu na wahubiri matapeli ambao hutumia neno la Mungu kujitajirisha kupitia kwa televisheni, ni nani tajiri? Ni nani anaendesha magari ya kifahari? Kwa hivyo mambo ya hawa polisi ni uvumi na uongo mtupu. Mimi nasema hivi, sina shida yoyote ya kuchunguzwa na polisi, kwani mimi hutii sheria. Bali kile niko na shida nacho ni wao kuwa wachunguzi na pia kujitwika jukumu la kuwa jaji mkuu na kunihukumu na kuniharibia jina bila ushahidi wowote, hata baada ya kunifuata kwa miaka 5. Na kama Biblia inavyosema, utaujua mti kwa matunda yake. Kitabu hichi na vingine ambavyo nimeandika, nina uhakika ni matunda mazuri kwa Waafrika wote kutoka kwa Mungu. Na nitaongeza kwa kusema hivi: katika idara ya polisi hapa Kenya, kama vile Wakenya wengi wanavyojua, kwa ujumla kuna shida ya baadhi ya polisi wachache kupenda hongo, na popote palipo na hongo, ni waulize, patakosa uongo. Kwani mtu akitafuta hongo kwa raia na akose, si yeye atakuwa na kinyongo, na hicho kinyongo kitampelekea yeye kusingizia raia wasio na hatia uongo. Kwa hivyo wakati Mwenyezi Mungu anapotuokoa sisi wa Afrika kutoka kwa utumwa wa mbeberu, ni vizuri pia tumuombe na tuokoe hasa sisi wa Kenya kutoka kwa utumwa wa maafisa wachache serikalini ambao tamaa yao ya hongo huwapelekea wao kuhangaisha raia wa kawaida wasio na hatia. Kwani ukikumbuka vizuri, Yusufu pia alihangaishwa na ndugu zake kwa sababu walipenda pesa, na pia Mungu alimuokoa kutokana na uongo wa mke wa Potifa, ambaye yalimpelekea yeye kutupwa gerezani. Kwa hivyo sisi Wakenya tunafaa kumuomba Mungu pia awasaidie wale polisi ambao wanafanya kazi yao kwa uadilifu na uaminifu, kwani wapo. Na pia sisi sote tunafaa kutoa maoni kuhusu mageuzi yale tungependa katika idara ya polisi wakati katiba itakapokuwa ikibadilishwa, ili kuwe na mikakati ya kuwalinda Wakenya wa kawaida kutokana na utumwa huu wa kuhangaishwa na wachache ambao wanapenda hongo. Kwa hivyo tukae kwa amani, kwani bila amani hakuna lolote linalowezekana. Na pia tuwe na imani kuwa Mungu huyu ambaye wimbo wetu wa taifa husema yeye ndiyo nguvu yetu, ndio huyu ambaye amebadilisha historia ya Mwafrika na kuifanya ifanane na ile ya Yusufu wa Biblia.
Kwani kama alimuokoa Yusufu kutoka kwa mikono ya nduguze na pia kutoka gerezani huko Misri, basi pia anaweza kumuokoa mtu yeyote ambaye anaweka imani yake kwake nyakati hizi zetu ambazo tunazoishi. Na pia tuombe Mungu asiruhusu nchi yetu ibadilishwe iwe kama ya Barabas. Kwani Barabas yeye anajua, kwa sababu yeye anajua kubribe, yeye anawachiliwa, lakini watu wa kawaida wasio na hatia, ama wale Mungu anatuma kuambia watu kwamba anakuja kuwatoa kwa utumwa, hawa wanasulubishwa. Kwa hivyo tumuombe Mungu na tuwe na amani, pia tuwe na imani, ndio tuzidi kubarikiwa. Amen. Amen.